Bwana umetupa kuja na kuangalia neno lake. Hebu tuombe. Nakushukuru Bwana Yehova, Bwana Mungu wetu, kwa kuwa mwema na kiini chako ni wema katika yote ambayo unafanya.
siku ya leo tumekuja mbele yako kuangalia neno lako, na neno lako ni uzima. Tunaomba huo uzima utufikie hata tunapoangalia neno lako, na hata linapotuelimisha na kututia nguvu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi ni siku ingine njema tumepewa na Yehova Bwana Mungu kuangalia neno lake. Siku ya leo tuko katika somo letu la mwisho katika mfululizo huu wa masomo katika kitabu cha Waefeso. Na Waefeso katika vitabu ni kitabu kizuri sana, kina mafundisho muhimu sana ya jinsi ambavyo tunapaswa kuishi. Na siku ya leo tumefika mahali somo ambao tunasema kujihami. Kabla kujihami tu kwa dakika 2-3, tunarudi kidogo sehemu ya kwanza ya hii ambayo tulikuwa nayo juma lililopita. Hiyo nayo tulikuwa tunaangalia hali zetu tofauti, kwa sababu mwanadamu ana hali tofauti. Nikiangalia Pastor Kedodia pale nyuma, sasa ni pastor hapa, lakini wakati mwingine utamkuta juu ya nyumba, si ndio? Sasa hiyo sasa si pastor. Sasa anawaambia wewe, kama huwezi acha toka. Akaambia bwana mmoja siku moja, kama unaogopa shuka, kwa sababu tulikuwa tunajenga mahali na bwana mmoja alikuwa na uoga. Akaambia ukiogopa utafanya nini? Utaanguka. Kwa hiyo katika hali tofauti tukaona ya kwamba kuna hali tofauti ambazo sisi tunakuwa nazo. Hatuko kanisani kila wakati. Tukitoka kanisani kuna kule tunaenda na tunakutana na mambo tofauti, lakini katika yote tumeambiwa kwamba tusimame. Sasa tunaangalia kuhusu kusimama. Kama Wakristo tutasimama namna gani? Tukaona hali kwanza, tukaona mstari wa kwanza mpaka wa 4 nyumbani mtume akapeana jinsi tunapaswa. Watoto wakaambiwa watii wazazi kwa sababu ni haki. Na hiyo ni kweli. Mama mmoja nikasikia akisema, akizungumza, anatoka kuambia watoto wetu hatupaswi kuwa rafiki zao. Si rafiki. Wewe ni mzazi na una majukumu. Si urafiki unaongea na mnasikilizana. Lakini kama mzazi kuna mambo utamwambia. Na lakini watoto nao si pia wana akili. Tangia atakuona wewe umezeeka, lakini mwambie hapa ukiwa kwangu unafanya yale mimi nataka. Huyo mama akaambia binti yake, alikuwa msumbufu, akamwambia siku ya leo nakwambia ukikula usiwache sahani yako, hakuna mtu wa kukuoshea. Lakini ukienda kwako sitakuja kukuambia ati wewe umekulala saa ngapi. Hapana. Kwa hivyo wazazi wana hiyo jukumu. Nao pia katika wazazi mtume anaongelea hawa wanaitwa baba. Baba akaambiwa msiwachokoze watoto wenu. Kwa sababu pia kuna baba wako ni wakali sana. Nimesikia kuna nyumba zingine baba akiingia watu wote wananyamaza. Akikohoa kidogo wanajua ni vita. Tukaambiwa wasitishe. Lakini badala ya kutisha watoto, waongoze katika njia za nani? Za Bwana Mungu. Na leo tuna mfano mzuri. Kuna brother James hapo, huyu bwana unamfahamu? Unamfahamu? Sasa baba na mwanae wako wapi? Kanisani. Kwa sababu mlimfundisha utakaa hivi na akakubali. Lakini wengine hawakubali. Lakini asipokubali, kama umefanya sehemu yako, hiyo inatosha. Kwa sababu mwanadamu ana akili zake. Si hata Adamu aliumbwa na Mungu mwenyewe. Hakuzaliwa na baba. Aliumbwa na Mungu mwenyewe. Lakini wakati tashwishi iliingia, akaachana na Mungu, akatenda dhambi.
Kwa hivyo tujue hivyo. Alafu sehemu ya tatu tunaambiwa kazini. Kazini tunakuwa watu aina gani? Tunaambiwa katika kazini tuwe watu wanafanya kazi tukiwa kielelezo vile tunafanya kazi. Usiangalie utajiri wako. Hapana, wewe angalia ni Mungu ameniweka hapa kufanya kazi. Kwa hivyo unafanya kazi bora iwezekanavyo. Tufanye hivyo. Tunafanya kazi kazini, tunafanya vizuri sana. Si hata mfano tunao mzuri wa nabii mmoja, ijapokuwa hakuitwa nabii, alikuwa anaitwa Yusufu, lakini alisikia sauti ya Mungu. Hata alipokuwa mtumwa, hana haki kama atatoka huko lini, kama atatoka akafanya kazi vizuri mpaka ule tajiri wake akafurahi. Tunakuwa tajiri wake, tatizo lake tu lilikuwa chakula kile anakula. Hapo anauliza ng'ombe nini, maziwa mliuza pesa ngapi? Hiyo yote Yusufu alikuwa anafanya yote. Hiyo ndio tunaambiwa. Hakuwa mtu wa kuangalia kazi ama kuangalia kama boss anamuona. Hiyo ndio tunaambiwa kazini, tujue ya kwamba mahali popote tuko chini ya Mungu. Mungu ni yeye tunamtumikia. Na tukiwa na hivyo kazi tutafanya vizuri. Hatutakuwa tunasumbuliwa, hatutakuwa hofu. Saa yote ni kelele, mbona unakuja saa 3? Mtu anaanza visababu. Kwa hivyo tuwe hivyo. Tukaambiwa hivyo kazini tufanye ni kama Mungu. Tutue mahali tuko, Mungu yuko pamoja nasi. Kwa sababu katika Zaburi tunaambiwa alipokuwa gerezani Yusufu, neno la Mungu lilimjaribu. Kwa sababu si alikuwa amepata ndoto za Mungu. Lakini sasa badala ya hayo anajikuta mbali kabisa na nyumbani, akafanya kazi vizuri. Alafu wake nao wanaambiwa, nao wake wawapende waume zao na wawaheshimu. Mwanaume anaambiwa upende mke wako, lakini mwanamke anaambiwa na wewe ufanye nini? Umheshimu mume wako. Mwanamke ambaye haheshimu mke amekosea. Mwanaume ambaye hapendi mke wake amekosea. Nilipokuwa kazini nikasikia hadithi ya bwana mmoja tulifanya kazi na alikuwa boss. Mama mmoja nafikiri alijua kwao. Akaniambia huyu akija jioni yeye huja amebeba kanusu kilo kanyama. Anapikiwa na kula peke yake. Yaani mke ni kupika tu, kama atakula nyama anaonja wakati si mama anaonja chumvi. Hiyo. Lakini tukaambiwa tunapokuwa katika ndoa na katika nyumba, hicho ni kielelezo cha Yesu Kristo na kanisa lake. Kwa sababu tumeambiwa kanisa ndilo bibi harusi wa Bwana Yesu. Akasema kanisa ni mfano huo. Na ndio tukiwa katika kanisa sasa, nyumbani ni mfano wa vile Yesu Kristo anapaswa kuwa. Mwanaume ndiye kichwa cha mke, kwa hivyo mke amtii. Naye huyu mwanaume ampende. Wakifanya hivyo basi inakuwa sawa. Alafu kimalizia hapo, tuliambiwa ni muhimu sasa tuzivae silaha zote za Bwana Mungu. Sasa kwa sababu tumeambiwa kupigana kwetu tunapigana, lakini hatupigani na mwili na nyama. Wakati ndugu Joki ananirukia, ananitusi, nione zaidi ya Joki. Huyu brother James ni kutumiwa, anatumiwa na adui. Kwa sababu yote ambayo tunakutana nayo kwa duniani huwa yamenachezwa. Hivyo tu tunafanya wajuma, huko mbinguni kuna mashindano kati ya Mungu na shetani. Si tuliona katika kisa cha Ayubu ilikuwa hivyo. Basi tuvae silaha zote ndio tuweze kupigana katika hiyo siku tunaambiwa siku ya uovu. Kwa sababu siku ya uovu lazima itakuja. Wakati tutakutana na uovu. Wakati tutakutana na huyo labda ni mama mdogo lakini mdomo kubwa, atakuweka maneno usikie vita. Sasa ujue si yeye, kuna vita vinaendelea. Amen.
leo sasa tunaendelea basi kuangalia hizo silaha ambazo tumeambiwa. Siku ya leo tumejua kuna vita vilikuwa vinaendelea, hata sasa vinaendelea huko. Leo na sehemu tofauti za dunia kila wakati kuna vita. Na wale watu wanapigana kama ni askari, wanajeshi, kuna vile wanavaa. Na leo sasa tutaangalia silaha za kiroho. Na mfano ambao tunao ni askari wa siku hizo. Kwa hivyo kuna vitu vingine tutaona ambavyo haviko kwa vita ya leo. Kwa sababu si babu zetu wakipigana walikuwa wanatumia nini? Mishale na mikuki, si ndio? Sasa vita wanapigana na Al-Shabaab na mishale na mikuki? Hapana. Kwa hivyo sasa tujue, tutaangalia na tuone ni nini na maana ya hizo silaha. Kwa hivyo tutasomewa Waefeso wa kwanza, ni tutaenda mstari mmoja ama miwili tuone hizo silaha ni gani. Tusomee mstari wa 14, 6:14. Waefeso 6:14. So, kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa diria ya haki kiunoni tu hapo. Endelea mpaka diria, sawa. Na kuvaa diria ya haki kifuani. 14 pekee yake. Nimekwisha. Tumeambiwa silaha mbili. Ya kwamba kiunoni tufanye nini? Tuwe na mshipi. Sijui kama mmeona mwanajeshi. Niona mwanajeshi ameenda vita bila mshipi. Kwa nini? Mshipi unakuwa wa kazi gani? Ni kwa kushikilia tu suruali zianguke. Mshimewahi kuona mwanajeshi? Hujawahi kuona mwanajeshi hata huko wakati wa kama siku ya kesho? Haujaona vile wakitembea anakuwa amevaa nini? Inashikilia inashikilia vitu gani hivyo vinashikilia? Anasema kuna njora, kuna kisu, kuna nini? Guruneti. Kuna guruneti, lakini niliona guruneti inawekwa hapa. Sijui siku ya wengi hapa inawekwa hapa. Kuna kofia. Nasema mshiki. Kwa mshiki itakuwa nini? Nini mingine itakuwa ameweka kwa mshiki? Akiameweka kitu inaitwa bareta. Bareta ni bastola. Kwa sababu kuna wakati vita inakuwa ya karibu. Ana bastola. Nini ingine? Muhimu sana. Hapa. Kisu. Kwa sababu saa ingine vita inakuwa ile wanaita hand to hand combat. Mnashikana na unafundishwa kupigana na kisu. Nini ingine? Maji. Muhimu sana maji. Hiyo ndio muhimu. Anakuwa na amili yake, kibuyu chake cha maji. Kwa sababu wakienda vitani hujui utakunywa maji lini. Utanyota utanyota, utashikwa na kiu. Na ukishikwa na kiu utaweza. Nakumbuka nilisoma historia wakati kuna askari walikuwa wanapigana huko nje wanaita Cuba, lakini wazungu wanaita Cuba. Nimesikia Cuba. Sasa wakipigana hao askari ati simeona ile inaitwa darubini. Ati ile unajua hii kioo ya darubini. Kuna askari mmoja alikuwa kiongozi. Ukiingia unaambiwa sasa maji hatukunywi. Ukiwa na kiu unakuja. Kwa ile kichwa ya darubini mahali iko kioo unapimiwa maji. Kidogo hivi unaambiwa kunywa hivi. Na unakunywa. Kwa sababu unaambiwa hapa ulikuja nini? Vita. Nakumbuka alikuwa anaitwa Camilo Cienfuegos. Hivyo ndio alikuwa anafanya. Na tukifika kitu cha kwanza anakuchinjia ni paka. Unaambiwa hapa mama yako hayuko. Si ni uhuru tunatafuta. Tutapigana. Sasa hivyo ni vifaa ambavyo tunafaa kuwa navyo. Na hivyo tukiangalia kiroho, kila kitu kina maana yake.
kwa sababu kuna vita ambavyo utatumia kisu, na siku na hiyo unatumia njoro, vita tofauti, si ndio? Na hivyo vitu basi mshipi tuwe navyo, kwa sababu tumeambiwa mshipi kushikilia vifaa muhimu vya vita. Umesikia hivyo vyote tumesema askari alikuwa navyo. Mshipi pia anakuwa ndio ameweka silaha zake za ziada, si ndio? Huwa ile magazine utakuta ameweka mpaka huku nyuma, ndio risasi zikiisha vita yake haiishi, anaendelea. Kwa hivyo tujue hivi. Basi tunaambiwaje? Ni lazima tuwe wa kweli kutoka moyoni, kwa sababu tumeambiwa mshipi ni wa kweli, ya kwamba hivyo vitu vyote ambavyo tunavyo vya kusaidia vita vio vimeshikiliwa na nini? Na mshipi, na mshipi ni kweli. Kweli lazima iwe ni sehemu yetu. Lakini sasa utakuta, sijui nani niliuliza huyu dada tunakuwa naye Sabasaba, anaitwa Washiko. Nikamuuliza, umewahi kudanganywa na Mkristo? Akasema mara nyingi sana. Kwa nini? Mkristo amekosa ukweli, ati ataongea uongo akijua ni uongo, kwa sababu ya hali vile iko. Hapana, ukweli lazima saa yote tuwe nao. Hatuna hivi vyombo vingine vyote na vifaa vingine, hatutakuwa na nafasi yake. Kwa hivyo tunaambiwa aje basi? Ukweli lazima uwe, si ukweli mbadala, kwa sababu wakati mwingine mtu atakuambia ukweli ambao unalingana na vile anataka wewe uamini, lakini sio ukweli. Kwa Kiingereza inaitwa alternative truth. Ati hiyo ni kweli lakini pia ni kweli. Hapana, ukweli ni ukweli. Na tunaambiwa pia ya kwamba uongo au sabamba, ukweli si uongo, na hakuna ukweli wa sabamba ati huu ni ukweli wangu na mwingine ukweli wake. Nakumbuka juzi kuna bwana mmoja tulikuwa tunazungumza kuhusu deni fulani. Nikimwambia hivi naye anasema hapana hivi. Nikamwambia basi ni sawa, kama umekubali hivyo ni sawa, acha. Sijui alifikiri nini, akakubaliana na ukweli wangu, lakini akaniambia si kweli. Nikamwambia wewe ni mtu wa kwanza kuniambia mimi ni mkora, nimemnyang'anya. Na ni kweli, wajua maisha yangu hakuna mtu amesiwahi kuniambia nimemnyang'anya kitu. Usiniangalie hivyo, labda nikiwa kijana tulikuwa tunaiba miwa. Hiyo hatujui, sio hiyo. Lakini nilipokuwa mtu mzima sijawahi kuiba. Wakati mimi niliokoka nilikuwa na miaka 17, kwa hivyo mambo mengi niliepuka. Lakini huyo akaniambia nimemlipisha pesa ambazo haikuwa deni. Sasa ndio hivyo kweli. Na ndio tukaambiwa ya pili, kifua dirii ya haki. Dirii ilikuwa kipande cha chuma kilikuwa kinafungwa hapa kifuani. Na kwa nini kifuani? Kuna nini kifuani? Wewe wajuma unajua sana ni viungo gani viko hapa vya mwili? Mapafu, maini, roho iko kwa kifua. Roho inakuwa hapa ikiisha moyo. Niliona bucha moja wanasema wanauza roho. Wanadika tunauza maini, figo na roho. Nikajua nyinyi kama mnauza roho basi nyinyi ni watu wa ajabu. Sijaona bucha linauza roho. Hakuna roho. Kwa hivyo ni moyo, itakuwa hivyo. Sasa kuna vifaa muhimu kwa jumla. Nikiangalia nilifanya uchunguzi nikaona kifua kinabeba viungo muhimu vya mwili. Kuna moyo, kuna mapafu. Kuna kitu inaitwa trachea. Nilifundishwa trachea. Ni pipe, si ndio? Windpipe inabeba nini? Hewa kupeleka kwa mapafu. Kuna inaona kwa Kiswahili inaitwa bronchus.
Hiyo inabeba nini? Chakula. Roho. Ni hewa. Mapafu. Kuna hii kitu niliona inaitwa umio. Kuna tezi ya saibasi. Hiyo ni nasikia ni na hii kitu inaitwa nini? Enzyme inatoa nini fulani. Enzyme fulani. Na pia kuna aorta. Aorta ni nini? Aorta ni ya nini? Mishipa ya damu. Alafu pia kuna mishipa ya ateri na vena za mapafu. Hiyo yote tukiangalia, na kifua cha mbavu, kuna hii kifua cha kuna mbavu. Mbavu ndio zinazuilia. Alafu pia kuna mfupa wa kifua huu ambao uko hapa unashikilia kifua huu, si ndio? Sasa tunakuwa hivyo vyote ni vifaa muhimu. Na mnakumbuka katika Wakorintho tuliambiwa kuna vifaa vingine havionekani. Nani hapa amewahi kuona moyo wake? Joki, figo, mapafu yako umeshawahi kuyaona? Ukionyesha mapafu utakuwa hali mbaya sana. Daktari akikuonyesha mapafu yako ukiwa hai, utajua sasa kile kimebaki sasa haijulikani ni wewe na Mungu. Sasa kwa hivyo tunaambiwa nini? Haki ya Bwana Mungu diri ni haki, na haki ya Bwana Mungu lazima iwe ndio ituongozayo na kututambulisha. Lazima tuwe na haki, na si haki yetu ile watu wanajiwekelea. Sinakuta kanisani kuna watu wanaona wana haki kuliko wengine, wanaanza kusema wengine fulani. Hapana. Haki ambayo inatusimamisha kanisani ni ile haki tulinunuliwa na Yesu Kristo msalabani kwa damu yake. Hiyo ndiyo haki tunasimama, sio yetu. Hata mimi nikijiona niko mzuri, sifanyi, nakuwa kama yule alikuwa Mfarisayo alipoenda kuomba, akasema mimi Bwana, wewe unanijua mimi haki yangu, fungu la 10 natoa, nini nafanya, siko kama yule bwana yuko pale. Lakini yule bwana yeye akajua ndani yake hana haki, sababu hata huyu anaomba ameinua mikono. Si hata kanisani kuna watu wanaomba mpaka wewe unashindwa, kwani ni sina sauti kubwa, mpaka watu wote wanajua huyo ni muombaji. Haki inatokana na Yesu Kristo mwenyewe kutufia msalabani, na alipotufia tukakuwa na haki, na hiyo haki yake inatosha. Kuna hivyo tunasema tukifika mbele yake sina nini, sina hofu mbele yake, si ndio? Kwa sababu si haki yangu nitasimama nayo, nitasimama na haki yake ile ambayo nililipiwa msalabani Kalvari. Amen. Kwa hivyo tujue hivyo, tuwe tukishikilia hiyo, itakuwa inashikilia na inakinga viungo muhimu sana. Hivyo viungo vyote ambavyo kwa kifua, umesikia mtu hana mapafu, lakini ndio kuna mtu hana mkono, si ndio? Hana mguu na anaendelea na maisha, si ndio? Kuna wengine wanazaliwa mtu hana mguu, lakini mtu ambaye atazaliwa hana mapafu, huyo maisha yake itakuwa kangapi? Kwa hivyo hiyo ndio kifua tunaambiwa ni nini? Ni haki. Kwa hivyo tunaambiwa hivi, haki ya Bwana Mungu lazima iwe ndio inatuongozayo na kututambulisha, ya kwamba watu wakituona, watu wakisikia habari zetu, wanajua huyo mtu ana haki ambayo ameshikilia haki ya Bwana Mungu. Bila hiyo sisi sio wa upande wake. Kama hatuna haki, sisi sio upande wake, tutakuwa tu majasusi au adui waliofichika kwa undani sana. Kwa Kiingereza wanaitwa undercover operative. Kama hatuna haki, na itaonekana
kwa sababu Yesu Kristo alisema utawajua kwa nini? Kwa matunda yao. Matunda yatakuwa hivi: masengenyo, chuki, uchungu, mambo kama hayo ambayo hayafai kwa mahali kuna watu. Ni kitu watu wanapaswa kuwa wamemaliza, kwa sababu wamesimama na haki ya Mungu. Watu wanapenda kusema hivyo, haki ya Mungu, na si haki ya Mungu. Sengine anasema Mungu, lakini nasikia kusema haki ya Mungu. Sasa haki ya Mungu ikiwa ndani yetu inakuwa ndio inatutambulisha. Watu wakiona wewe, wakiniona mimi, wanasema huyu kweli ni kielelezo kizuri cha Mkristo. La si hivyo, tukiwa hatuna haki, sisi ni adui, sisi ni wa upande huo mwingine wa shetani, kama hatuna haki, kwa sababu haki yake ndio ilifanya aje na akatukomboa kutokana na dhambi. Amen. Some hiyo ilikuwa bili 15 nayo miguu yenu ifungiwe utayari tuupatao kwa injili ya amani. Miguu iwe viatu ambavyo tunavaa, sio hivi ambavyo tumevaa. Ati viatu vile tunavaa ni injili, ya kwamba injili ya imani ndiyo viatu vyetu. Kwa hiyo tukienda mahali popote tunapoenda, tunakuwa ni injili hiyo ya amani tunatangaza. Tunaambia watu injili ya amani ndiyo itatusaidia, ndiyo itatuongoza, ndiyo itatusimamisha. Hiyo tu ndio tunapaswa. Nakumbuka siku moja nikaenda Saba, nilikuwa na mkutano wa nje, lakini ile kitu walikuwa na watu walikuwa wanaambiwa ni siku ya Sabato. Ati nyinyi mnaenda siku ya Jumapili, mjue nyinyi mnaomba shetani. Kweli siku na yeye Bwana Yesu Kristo alikuja akasema yeye ni Bwana wa Sabato, itakuwaje tena tutakuwa tunaomba shetani? Hiyo tu ndio alikuwa anasema. Na ukimuuliza, Sabato ndio iliokoa mwanadamu? Ni mchungaji rafiki yangu aliuliza mmoja wao, uliokolewa na Sabato? Hapana. Mbona basi ni Sabato tu mnaambia haki ya Mungu ni Sabato? Na Sabato ni siku ya saba. Na Yesu Kristo tunaambiwa alikuwa na tatizo sana hata katika huduma yake kwa sababu ya hiyo siku. Na siku moja hata anauliza wa Mafarisayo, hii Sabato ni siku ya kufanya mema ama mabaya? Wakanyamaza, kwa sababu akisema mema, akauliza ni siku ya kuua ama kurudisha hai? Wakanyamaza. Kwa hivyo sisi haki, miguu yetu iwe ni injili hiyo, injili ya amani. Viatu, na simuona askari vile wanajeshi viatu wanavaa. Umeona wamevaa sana wakienda vitani? Hawawezi, kwa sababu lazima wavae viatu ambavyo vinaweza kukanyaga miba, kukanyaga vitu, kwa sababu wanawekewa mitego, si ndio? Tujue hivyo. Na tukiwa na viatu vizuri, tukiwa na injili, mitego yote ambayo tumewekewa tutaweza kushinda. Amen. Kwa hivyo tujue hivyo. Lazima siku zote tuwe tumevaa viatu vizuri, yaani tayari kwenda wakati na kule tunakohitajika, si wakati na kule kuliko rahisi. Na siku ya leo kweli ni ya kwamba Wakristo wengi huenda tu kule ni rahisi, si ndio? Ikiwa wewe uko na mambo yako. Nakumbuka dada moja, tulikuwa mahali tunaenda Mashakaya maombolezo, tulikuwa na Juma, ndio ilikuwa kazi yetu. Sasa mama naye anakuja, siku moja akaenda, siku ya pili mama moja wa kanisa akamsimamisha, wewe unaenda wapi? Naenda. Akauliza, kwani maombolezo mnaenda kila siku? Nikashindwa.
Kama ni mimi ningemuuliza, wewe kama tutakuja kwenye maombolezo, ungetaka tuje siku ngapi? Kwa sababu watu wengi ukisikia maombolezo hawako. Ukisikia hata si kitu kubwa Juma, ukisikia leo ibada haiko hapa Rwanganga, iko Kandani, kuna watu hataenda Kandani. Ni kweli? Lakini siku ya soko atatoka hapa aende soko Sabasaba. Lakini kuvuka mto hapa, hata si mto, ni kijito. Kijito kiko hapa kwenda Kandani hawezi. Kwa hivyo huo utayari ni kwenda mahali tunahitajika, si mahali ni rahisi. Tuwe na huo utayari kila wakati. Hiyo ndio miguu yetu tumepewa tuvae. Ya 4 Efeso 16-17. 16. Zaidi ya haya yote toeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto na ile moto. 17. Vaeni chapeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Ndio. 16 ndio. Tumeambiwa tuwe na ngao. Askari wa leo watumiagi ngao. Sababu watumii mishale, watumii mikuki, si ndio? Lakini simeona kuna nguo wanavaa. Kuna jacket wanavaa fulani. Inaitwa nini kwa Kiingereza? Bulletproof. Na hiyo jacket inaitwa jacket nini? Nani anajua? Inaitwa flak jacket. Itavaliwa, anaonekana tu amevaa, lakini risasi na hizi wakati kuna guruneti huwa zina vyuma vingine inakukinga. Kwa hiyo tunaambiwa kifua tuwe tumevaa hiyo, tuko na ngao ya imani. Askari alikuwa na ngao. Siku ya leo hawavai hiyo ngao kwa sababu watumii hivyo, lakini utakuta wamevaa. Sijui kama umeona kama hawa askari wakipigana vita kabisa, atakuwa amevaa nguo mzuri, kwa sababu atapigwa risasi na risasi. Sasa wanatumia risasi na risasi haitaweza kupenya, labda kwa bahati mbaya ikute mahali kama hapa ambapo hajafunikwa, lakini mwili, kwa sababu hata wakipima mwili ndio mkubwa, si ndio? Kwa hivyo mwili unakingwa. Tuwe na hiyo ngao ya imani. Neno la Mungu linatuambia katika Waebrania kwamba bila imani hatuwezi tukapendeza Bwana Mungu. Na imani tu si kusema ati niko na imani nitafanya. Hapana. Imani ni kuwa na uhakika na kushikilia ahadi za Bwana Mungu. Tumeongea mambo ya Yusufu. Hata Yusufu hata akiwa gerezani, yeye alikuwa na imani. Kwa sababu anajua yale Mungu alikuwa amefanya nini? Amemwahidi. Alikuwa na ndoto zake. Kwa hivyo hakuwa na uoga. Hata wakati alijaribiwa kutenda dhambi akasema, nawezaje tena kutendea Mungu wangu dhambi? Hiyo ndiyo imani. Kwa sababu Mungu wetu ni wa kweli na Mungu wetu ni wa ahadi. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba kila wakati tutashambuliwa moja kwa moja au kwa njia zisizo moja kwa moja. Na ni kweli ukienda katika haya maisha saa yote utakuta unashambuliwa. Utasikia mtu ameongea mambo yako. Nakumbuka mwaka uliopita ule mwingine, wakati nilikuwa nimeugua kabisa, hata mimi nilikuwa tayari kwenda, hata nikiomba nilikuwa naambia Mungu. Nakumbuka siku moja nikaambia Mungu, labda hivi ndivyo msikia watu wanakufa. Kama ni siku ya leo basi, kama kuna mambo usikutimiza unisamehe. Sababu kweli nilikuwa hali mbaya. Lakini wakati niko katika hiyo hali mbaya, kuna watu wanasema, huyu mtu ni vitu vyake vinamkula. Ati hata kuna ndege ametumia huko kwake. Sinakumbuka washege ile baranda ya ulijenga, lakini hatukuweka kifuniko.
ile ya nyuma ya juu. Sasa kuna ndege waliishi hapo, ati anasema ndege nilitumiwa aje, na hawakuji kuniuliza ndugu, namna gani, ni nini, hawana haja na mimi. Si kama ni jirani mzuri angekuja niulize mzee namna gani, lakini sasa tayari wametengeneza na mtu anasikia hiyo ni hadithi nzuri, anaenda kueleza mwingine. Sasa siku moja nikakutana na huyo alikuwa ameenda kueleza mwingine, akaniona, na tulikutana huko sokoni. Nikamwambia ati mimi ulisema ni ndege, ni vitu vyangu vinanikula. Vitu vyangu mnajua nilianza kupata lini? Hapana, sio mimi nilisema, mimi niliambiwa. Kama uliambiwa, si ulisikia ni hadithi tamu, unaenda na wewe kusambaza. Nikamwambia unajua, mwaka wa 77 ndio mimi niliajiriwa kazi. Nikiwa na miaka 20, nikafanya kazi miaka 25. Nikamuuliza unajua mshahara wangu wa mwisho nilipoanza kazi ulikuwa pesa ngapi? Si akazuba. Kaambia mimi shilingi 1200 kwa mwezi, ilikuwa imebaki nafikiri 4000 ifike 1200. Mwaka wa 2002. Alafu nasema vitu vyangu ndio vinafanya nini? Vinanikula. Kwa hivyo kuna watu wengine atakuambia wewe mwenyewe tu. Akwambia wewe huko. Wewe ulifanya. Mwingine hata atakuzoa, atatoa tu mzozo unataka upigane. Ujue. Uwe na imani, umwambie sawa. Kama ni hivyo ni sawa, sio vita. Alafu kichwani tumeambiwa tuwe na chepeo cha wokovu. Askari simumeona wakati wanaenda hata polisi wakienda kumaliza fujo, mahali kuna fujo. Wanaenda na kofia ile ya traffic nyeupe. Wanaenda na helmet, si ndio? Kwa sababu wanajua mambo yatafanya nini. Sijui ukweli, lakini nilisikia, si mnasikia, mnajua askari wanaitwa GSU. Nasikia wanapoenda mafundisho yao, asubuhi moja wanaitwa, fanyeni nini? Mstari moja, mnaitwa wewe pandi hii kwa hii. Wanaambiwa nyinyi ni watu mnafujo, na nyinyi komesheni hao. Inakuwa vita kabisa. Hawa wanachukua moyo wanapiga hawa, nao wanachukua silaha watu wanapigwa kabisa mpaka wanavunjwa. Ndio wajue ya kwamba ni vita. Kwa hivyo hata sisi tuko na vita, na tunaambiwa ni mishale ya moto ambayo tunalengwa nayo. Lakini tukiwa na imani, hiyo mishale itashikwa na hiyo imani yetu. Si tumemwona Nabii Ayubu katika yote aliyopita. Hata wakati alikuwa kabisa anasema hata akiniua mimi bado nitafanya nini? Nitamwamini. Kwa nini? Kwa sababu najua Mungu akiniua ana sababu nzuri ya kuniua. Kwa hivyo nitamwamini. Na ikakuwa hivyo. Akashikilia imani mpaka dakika ya mwisho. Wakati Mungu alizungumza, aliuliza hao watu, mbona nyinyi mnaongea mambo mabaya kuhusu Ayubu? Katika mambo haya yote hajafanya nini? Hajanena neno mbaya kwangu. Ndio alikuwa na uchungu, na ndio hata alikuwa anasema hata afadhali singezaliwa, lakini uchungu wa moyo, hakuna mahali alilaumu Mungu. Ile tu alisema ni kama ningeona tu huyu Mungu ningemwambia. Lakini Mungu alipotokea, Ayubu alisema nini? Hapana, aliulizwa maswali, si ndio? Kaulizwa swali, akaulizwa ati wewe nilipokuwa najenga ulimwengu ulikuwa wapi? Akamwambia Mungu, sasa basi usiniulize maswali mengine, kwa sababu hata ukiniuliza siwezi nikajibu. Kwa hivyo tukiwa hapa duniani tujue hatutakuwa na majibu kwa yale tunapitia. Mengine yatadhihirika siku ya mwisho, yale tunapitia. Imani ndio itatuongoza mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo kichwani kuna nini? Kichwani kuna akili. Umeona mtu anatembea bila akili ama imeharibika, si unajua vile anakuwa imeharibika. Na je, mtu hana ubongo kabisa? Umewahi kuona mtu hana ubongo?
ametolewa ubongo ukawekwa kando. Kwa nini? Kuna masikio, si ndio? Kuna macho, kuna mapua, kuna mdomo. Basi tunaambiwa akili yetu ndicho kituo cha uongozi wa vita. Hapa ndipo mapambano kushindwa ama kushinda. Ndipo mikakati ya kujilinda na mashambulizi ya kujibu kupangwa na kutekelezwa. Si mnajua huko Nairobi kuna jengo fulani, makao fulani yanaitwa DOD. Si tunajua DOD ni kusema nini? Majuma, DOD Department of. Kuna wakati mwaka 82 kulikuwa na fujo, wanahewa fulani wakatoa fujo, na kuna askari mmoja alisikia hiyo. Aliposikia ati hata hakuvaa nguo, hata hakuvaa viatu, aliingia gari akiwa na patipati, akakimbia DOD, akasema nguo mtapasa, lakini tujue ni nini, kwa sababu hapo ndio mambo. Kwa hivyo akili zetu ndio makao makuu yetu, kwa sababu akili zetu ndizo zinafanya. Tunaongea mambo ya mikono, miguu, vyote. Bila ubongo hakuna. Kwa hivyo ndio tunaambiwa nini? Bila wokovu wa Kristo Yesu tunakuwa bila mwelekeo, tumepotea, na tukiwa wazi kwa kila aina ya upotoshaji wa uharibifu. Bila wokovu, kichwa chetu tukiwa hatujalinda na wokovu, kwa sababu kichwa chetu tumeona, tutaona mambo, si tumeona kuna macho na tutasikia na tutapumua, na katika kupumua kuna wakati mwingine tunasikia harufu mbaya, si ndio? Kwa mapua, na tunajua hapa kuna kitu kibaya. Kuna wakati nilikuwa natembea mjini nikasikia nikashindwa ni nini, kumbe ilikuwa ni nini? Ni fujo. Na fujo kinatuliwa tear gas, nikatoa machozi. Kwa hivyo tujue hivi. Alafu silaha ya mwisho tunaambiwa iko wapi? Silaha ya mwisho mkononi, upanga. Tumeambiwa nini? Ni 10 na ngapi? Na 7 ama ni ngapi? Hebu tusomee 17 tumalize, bado 18 tumalize. 17 tunasoma, vaeni chepeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Ndio. Ati chepeo cha wokovu. Si unaona bila wokovu hakuna safari, ndio tunaambiwa. Hakuna mahali tunaenda kama hatujaokoka. Kwa sababu hata siku ya mwisho si tunaambiwa. Wengine tutakuwa mkono wa kushoto, wengine mkono wa kulia. Nasikia kuna mkono wa kulia na huu mwingine wa kucheka. Nisikia wakisema mkono wa kulia na wa kucheka. Sasa huu mkono wa kucheka, kuna wale watakuwa huo mkono wa kushoto au wa kucheka, na huo mkono watambua mimi sifanyi nini, siwajui. Mkono wa kulia, nyinyi mlifanya. Kwa hivyo wokovu ndio utaamua. Lakini tumeambiwa mkononi tuwe na upanga. Siku ya leo wanajeshi hawaendi na upanga, wanakuwa na nini? Na bunduki, si ndio? Vita ni vya bunduki. Kuna makombora siku hiyo hapo wanayo. Lakini mkononi tushike upanga wa neno la Mungu. Tuwe na neno la Mungu tunalijua. Watu wengi, samahani, ni ya kwamba na naonea huruma, wengi wanapenda tu kusikia neno. Na nimesikia saa ingine hata wahubiri wengine, utasikia amesema kitu na alisikia mhubiri mwingine, ukimuuliza hiyo umesema iko wapi, hajui. Lakini anakuja hapa kwa nini? Kuambia watu.
Neno la Mungu tunaambiwa tulijaribu sana kujifunza. Na neno la Mungu watu wajifunzi siku ya Jumapili. Kuna siku ya ushirika Ngwatanero. Na kuna wengine wamesema mimi hiyo Ngwatanero. Huyu brother James ndiye anatangaza hapa Rwanganga. Ati mtu mmoja akasema, akaenda kuambia ndugu, huyu saa yote anatuambia Ngwatanero, sitaenda. Kwa hivyo hata nimesikia tumeambiwa Ngwatanero kuna watu wameitwa Ngwatanero, wengine hawajaitwa. Kama hujaitwa Ngwatanero uache. Wajuma, umesikia mtu amesema hivyo? Ngwatanero ati kuna watu wameitwa? Hakuna. Kwa sababu kama kuna watu wameitwa Ngwatanero na wengine hawajaitwa, basi ina maana kuna watu Mungu anataka wakae kanisani wakiwa wajinga, hawajui neno. Kweli Mungu wetu anaweza kuwa anasambaza ujinga? Kwa hivyo Ngwatanero, hapo ndipo tuuliza swali. Na ndio Mtume Paulo akasema, nyinyi mnajua wakati nilikuwa kwenu, usiku na mchana nilikuja, na usiku tukafanya kazi usiku na mchana, ili tuambie kusudi lote ama hekima yote ya Bwana Mungu. Ni muhimu, na hiyo tutapata tu kwa kuja Ngwatanero. Mtu ambaye amesema atakuja Ngwatanero na hakuji, ajue yuko hatarini. Kwa sababu nitoa mfano kidogo, inakuwa huko Sabasaba. Sasa wageni wakakuja kwangu kunitembelea, lakini wakapotea njia kidogo, wakaenda kanisa lingine karibu. Wakauliza kanisa, wao mnatafuta kanisa? Wakapelekwa kanisa. Walipoingia wakaambiwa sijui nini, mtoe bangili. Si mnaniona mimi niko na bangili? Labda mtaona mwanaume yuko na bangili mtashindwa, lakini iko tuko mkono. Hawa kina Wajuma na Pasa walikuwa huko kwangu. Nikaonyesha wasichana waliponipa hapo. Wasichana walikuwa wadogo, wakaniambia, walikuwa wananiita dadi. Walikuwa wako kwa orphanage. Dadi, walikuwa wanne, wakanipa bangili, zingine ziliharibika. Hatutaki utusahau. Lakini utasikia watu kusema, hizo bangili ni za nini? Sasa tunaambiwa nini? Tujue neno. Ndio, kama kuna kitu tutashindwa ama kuna ugumu tutapata, tupate nguvu kwa neno. Kwa sababu mtu ambaye anajua neno atashika hilo neno, kwa sababu hilo neno ni neno la Mungu na ni neno lina uzima, ni neno linakubadilisha. Na kwa Ngwatanero hapa tukija, watu wanauliza maswali na tunaangalia kulingana na Biblia. Kwa hivyo upanga tuushikilie, tusiachilie neno hilo ambalo limeandikwa, kwa sababu tunaambiwa lililoandikwa na Bwana Mungu ndio kanuni za maadili, liko na habari zote muhimu. Hii Biblia iko na maswali yote imejibu. Na kama hujui hii Biblia, sijui hii Biblia, ama mimi ni mzembe sitaki kusoma hii Biblia, nataka kuja kanisani tu kusomewa. Mchungaji mmoja rafiki yangu, saa yote akiwa kanisani anainua Biblia yake, anasema hii ni Biblia yangu. Hebu nione nani ana Biblia. Hebu nione mtu hata sasa. Ni wangapi mna Biblia? Hebu iweni. Mko nazo? Wengine hawana Biblia, si ndio? Sasa hiyo ni askari ameenda vita hivi mkono mtupu. Anataka huyu mwingine ndiye atamkinga. Na huyu msichana pigania maisha yake. Basi uwe na Biblia yako. Alafu ya mwisho ni 18. Umesomea hiyo 18 tumalize. Silaha ya mwisho ina 18. Nasema hivi: kiomba kwa roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiwaombea watakatifu wote. Ati maombi. Sijui kama kuna jeshi ambalo hayana mawasiliano. Sijui umeongea mambo ya DOD.
mahali jemadari wanakuwa, si ndio? Na hapo ndipo hata wakiwa huko Turkana wanangoja waambiwe vile tunaenda, si ndio? Wanasema huku kuko, na hiyo ndio tunaambiwa maombi. Na makanisani watu maombi, kitu ambacho kimekosa ni watu wa kuomba. Jumapili wanakuja, lakini siku nyingine basi. Hiyo ndio mawasiliano, kwa sababu tumeambiwa ufahamu, tunaambiwa hivi mawasiliano ni maombi. Hiyo ni silaha ya mawasiliano. Mawasiliano yaliyo sahihi, safi, yanayoendelea na ya wakati mwafaka ni muhimu. Lazima saa yote wanajeshi wali pote wako. Sinakumbuka vita hivi vimekuwa Iran juzi. Siku na rubani moja ya ndege yake ilipigwa. Na yeye akafiatuka akatoka. Lakini walikuwa na mawasiliano. Wakiwa Marekani wanajua mahali yuko. Sije kama wakujua, si angekufia huko ama ashikwe. Lakini wenyewe, kwa hivyo mawasiliano ni muhimu sana, maombi ni muhimu sana, na si kuombewa. Siku hizi watu wengi wanapenda sana kuombewa. Si mmeona television? Tuma 300, tuma 500 upewe unabii wako. Hiyo na watu wanatuma. Si mmeona stesheni hizo za kutumwa pesa ni nyingi hata kushinda hizi za biashara. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanapenda huo ujinga. Wanapenda waambiwe. Yeye hataki kujua. Mnabii fulani alisema. Siku moja nikauliza, sasa mimi nikiambiwa unabii wangu, hata wengine unaenda unaambiwa nani amekuloga. Sasa nini nikiambiwa nani ameniloga? Itanisaidia nini? Nikijua ni njoki ameniloga. Sitabidi na mimi ni mloge. Sasa mimi na Yesu tumeingia ufalme mmoja. Kwa hivyo mimi nimesema sitaki mtu aniambie unabii wangu. Mungu mimi ataniambia. Tena hata nikijua nimelogwa. Na ukweli ni kwamba mimi siwezi nikalogeka. Sasa shetani ataniloga aje? Na hapa Waefeso tunaambiwa kwamba tumeketi na Yesu Kristo. Mahali ameketi pale. Wewe fikiri. Sasa huyu bwana ni nani? Si wa Juma, anaitwa Rais Ruto. Na huyu ni nani? Na yeye hawa nyuma ni nani? Na sasa mimi niko hapa. Niwaambie nitafikia. Sasa shetani atanifikia wapi kama niko pamoja? Atanishikia wapi aniloge? Nimesikia hata wahubiri wenyewe wanasema ati kuna neno lilinenwa. Na Wakorintho wa kwanza na 5:6 inasema mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo ni kiumbe kipya. Sasa hiyo neno lilinenewa mtu alikufa. Sababu mimi ni kiumbe kipya. Kwa hivyo tujue hivyo. Na mawasiliano tuwe nayo moja kwa moja, kwa sababu siku hizi ya leo hakuna kama ni zamani wakati wa Musa, na watu wengine wanapenda habari za Musa sana. Hapa kulikuwa na pazia hapa. Sasa nyinyi mlikuwa huko mnaona nini? Sasa kuhani ni anakuja. Amebeba, anaingia hapa anajiandaa. Na hapa kulikuwa na pazia lingine. Hili pazia anaenda tu mara moja kwa mwaka. Amebeba dhambi zote za watu. Lakini Yesu Kristo msalabani alisema yote yamefanya nini? Yameisha. Kwa hiyo sasa sisi tuko na Yesu, hakuna mtu anaweza kutuloga. Sasa nikimalizia, kuna somo moja hapa, kuna funzo hapa muhimu sana katika Samueli wa pili 23:10 inasema hivi. Huyo mtu aliitwa Eliazari aliamka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga. Naye Bwana Mungu akafanya wokovu mkuu siku ile, nao watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara kuu. Ilikuwa vita.
Waisraeli wanapigana na Wafilisti. Ati yule Eleazari akashika upanga, wengine wakatoroka. Waliona vita hii kali. Sasa yeye alishika upanga akapigana akachoka, lakini akawapiga Wafilisti peke yake. Hata mkono baadaye wakakuta umeshikamana na nini? Vidole vimeshikamana na upanga. Upanga wetu ni nini? Ni hili neno. Hebu tukifa tufe tumeshikilia hili neno. Tumeshikamana nalo. Vile nimesema tumeamini, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Na Yohana 19:30, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha, akainamisha kichwa chake akatoa roho. Yesu ndio alitoa roho akasema imekwisha. Kwa hivyo mambo adui nguvu zake zimevunjwa. Kitu cha muhimu hapo tujue, katika hizi silaha zote tumeona silaha ya mgongo. Hata mwanajeshi wakati anashambuliwa habinuki hivi, anatoroka, huwa anarudi na nyuma, si ndio? Akipata mahali pa kutoroka ndio afanye nini? Kwa hivyo hakuna silaha ya mgongo. Tujue wakati tunatoroka vita tuko na hatari, mshale utatupata mgongo. Na pia tumeambiwa majeraha ya kujisababishia wenyewe hakuna kinga. Wakati nimeamua mimi na najua vile Mungu amesema nitaenda kinyume, hapo hakuna hata Mungu aweza akanizuia. Si hata Yesu tunakumbuka akiongea na Yuda. Alipomgusa akamuuliza, mpaka dakika ya mwisho Yesu anamvuta kwake Yuda. Kwa busu unamsaliti mwana wa Adamu. Na Yuda akafanya nini? Wajuma fikiri. Suppose Yuda alisema basi Bwana nimekutubu. Si alikuwa na nafasi? Alikuwa na nafasi. Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alisema. Watu wengi wanasema Yuda alikuwa ameandikiwa hiyo kazi na Mungu. Hapana. Yesu Kristo mwenyewe amesema, uhai wangu hakuna mtu ameuchukua. Ni mimi nimeuchukua nikauweka chini. Na vile nimeuweka chini tena nitauinua. Kwa hivyo hata Yuda dakika ya mwisho hatukusikia Yesu akimzomea, akimkemea, akimwambia wewe Yuda mtu mbaya, wewe mtu mjinga, umeona haya? Hapana, alimuuliza tu wewe. Kwa sababu Yuda alifanya uamuzi wake. Si alienda na akasema apewe pesa. Na hata dakika ya mwisho baadaye ndio akili ilikuja, lakini imechelewa. Kwa hivyo hebu tuchukue silaha zote, tusiwache yote, kwa sababu kila silaha ina kazi yake. Lakini tumeambiwa chepeo, kichwa chetu kiwe kimejaa wokovu, chepeo la wokovu, kwa sababu wokovu ndio huu. Alafu kweli iwe pamoja nasi, haki iwe pamoja nasi kifuani, kwa sababu tukiwa na haki viungo vyote viko kwa kifua vitakuwa salama. Tukasema hakuna mtu, utaona mtu hana miguu, si ndio? Hata mimi nimeona mtu hana miguu, hana mikono, lakini yuko hai, anaongea, anafanya. Lakini sijaona mtu hana mapafu. Hata moyo, siku hizi kuna mioyo inatengenezwa na inafanya, sababu wanadamu wanao akili, lakini lazima ile muhimu. Hebu tushikilie silaha zote, na tukishikia silaha zote tutaweza kusimama, kwa sababu mishale kitupwa ngao iko, si ndio? Mawe yakitupwa chepeo iko, kichwa iko salama, na miguu yote yetu si ile ya kusambaza. Kuna kitu inaitwa nini? Inaitwa mushene. Mushene ni rahisi sana.
Na rafiki yangu mmoja akaniambia, unajua mshene huwa tamu sana. Watu wanapenda uongo sababu uongo huwa mtamu. Sasa ukisikia kitu cha ndugu yako usiwe wa kweli kupendeza. Ukitaka vizuri uuze huyo mtu, wewe huyo umeongea na yeye hapana. Hivyo umeniambia ungetaka tuende tumuulize pamoja. Akikwambia ndio, ujue anga anajaribu. Lakini akikwambia wanasema nini? Ishike. Ishi. Si nyinyi wa Kikuyu, mimi si Kikuyu sana. Mimi ni mtu wa Nairobi. Ishi kimi ndio mnasema. Mtu akikwambia kitu ni kimi, umuulize kwa nini. Basi. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki, tupigane vita vizuri. Mungu awabariki.